Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Wale ambapo tunahitaji msaada wa kwako binafsi na ofisi yako kwa ujumla, na kwa niaba ya UCRT nzima, mkurugenzi wetu Pai pamoja na bodi ya UCRT inayoongozwa na mwenyekiti wake Edward Porokwa, tukushukuru sana kwa ushirikiano. Na sisi kwa upande wetu tukuahidi pia ushirikiano wakati wote utakapohitaji ushirikiano wetu, tuko pamoja nawe. Hii ni pamoja na uongozi wote wa wilaya, wakiwepo ndugu zangu wote upande wa chama, halmashauri na watumishi kwa ujumla. Shirika la UCRT pamoja na kuanza mchakato huu wote wa mambo ya matumizi ya ardhi, kuna mambo ambayo nimesema nidokeze kwa kuwe mgeni rasmi ili tuweze kusaidia siku hadi siku. Moja, tumefanya utafiti wa aina ya migogoro zilizoko katika wilaya yetu nzima za ardhi, na tumekuta kuna visababishi kama zifuatavyo. Moja, ni viongozi wa vijiji wao wenyewe kutojua mipaka yao ya vijiji kiuhalisia. Mtu anajua anaishia hapa, amechaguliwa, amekuwa mwenyekiti, miaka 5 yote hajawahi kufika hata mpaka wa kijiji. Hiyo kwa kweli naomba msisitize katika mikutano mbalimbali viongozi wa vijiji kuvijua vizuri vijiji vyao na mipaka yao. Jambo lingine tuliloligundua ni mipaka inayochezeshwa na watu binafsi na baadhi ya viongozi, na niseme kidogo pia wanasiasa kwa manufaa yao wenyewe. Unakuta mstari wa kijiji umenyooka, unakuja kuambia imepinda. Sasa ukiangalia kiuhalisia na kutumia vyombo vya kitaalamu, unakuta mstari umenyooka na hujapinda. Au unakuta mstari umepinda na unaambiwa imenyooka, na unaambiwa ipinde kwa kunyooka. Sasa ukienda kinyume na makaratasi yaliyopo au nyaraka zilizopo, kidogo inakuwa ni changamoto. Kitu kingine tulichogundua ni migogoro isiyokuwa na mshiko. Unakuta unawasiliana na vijiji, unaambia tunaomba nyaraka ya vijiji vyenu, na migogoro ina uhalisia wa migogoro. Wote wanaleta nyaraka. Ukisoma nyaraka kijiji A na kijiji B zimefanana. Sasa unashangaa kujua mgogoro uko wapi. Na ukiwaambia hakuna mgogoro mmefanana, wanaanza kusema tunayo tu mgogoro. Kwa kuna migogoro mingine ambayo ziko kwenye vichwa vya watu, ili kiuhalisia hazipo. Na wataalamu wote tuliotembea nao hizo vijiji ziko hivyo. Sisi tumetoa ripoti ya awali kwako. Tutakamilisha ripoti ya kamili ya vijiji vyote na hali ilivyo, pamoja na ushauri wetu, na tutakabidhi ofisini kwako ili iweze kukusaidia katika maamuzi mengi. Lakini pia tukushukuru kwa kuiweka UCRT, hasa mimi binafsi, katika kamati uliyoiunda inayopitia migogoro ya ardhi wilaya nzima. Kwa kweli nikupongeze, na nilishakubali kwa maandishi kwa sehemu ya kamati hiyo, lakini nimesema kwa hadhara hii pia nikushukuru kwa kutukumbuka hata kutuweka kwenye kamati hiyo. Wamepita madisi wengi sana, na tumeendelea kuwa wadau wa ardhi tangu miaka 23 leo, na wewe ndio umekumbuka kutuweka kwenye kamati hii, na aliyokufuatia ambaye aliondoka kabla wewe bwana Serera, wawili tu ndio mmekumbuka. Kwa kweli niseme kwamba tutatumia uteuzi huo vizuri, tunafanya kazi yetu kwa uadilifu, hasa mimi mwenyewe, na kuhakikisha kwamba tutaishauri ofisi yako ipasavyo ili uweze kutoa maamuzi inayoendana na ukweli bila kukandamiza mtu yeyote. Leo utakwenda kukabidhi vyeti kwa vijiji waliofika hapa 16. Na sio vyeti tu. Kwa mfano, kwa kijiji cha Naisine utakabidhi cheti cha ardhi ya kijiji, na utakabidhi kitabu ya kumbukumbu ya masijara ya ardhi na muhuri wa moto. Lengo lake ni kuhakikisha kwamba tunapunguza udanganyifu inayochezwa na baadhi ya viongozi wa vijiji wanaotumia hizi mihuri, hasa baada ya kuna chama moja viongozi wake kimaliza muda wasemi wameanguka, wanasema kura haijatosha. Sasa kama ukikuta kiongozi mmoja kura haijatosha,
huwa arudishaji, baadhi yao warudishaji zile mihuri. Wanaendelea kutoa nyaraka za ardhi wakiwa huko nyumbani kwa kutumia mikutasari ya wakati alipokuwa madarakani. Hii tunakufundisha kidogo ujanja tulizozigundua huko vijijini. Sasa UCRT pamoja na halmashauri tumesema tutengeneze muhuri wa moto ambayo inatengenezwa moja katika eneo moja, ambayo ndio nyaraka ambayo mwenyekiti kabla hata hajaondoka madarakani anakabidhi hiyo, ambayo itagongwa kwenye nyaraka zote za ardhi na ambayo hakuna atakayefanana naye. Lengo ni kupunguza ujanja mambo ya ardhi. Sasa ito utakabidhi hivyo na hapo hivyo, Korongo hivyo, Magadini hivyo, Garanori hivyo, na Kweni hivyo, na Berera hivyo. Ngorika wao watakabidhiwa kitabu na muhuri, kwa sababu wao tayari walishakuwa na cheti cha ardhi ya kijiji. Ni sawa pia na hapa tulipo hapa kijiji cha Lenga City, wao walishakabidhiwa cheti zamani na Tume ya Taifa ya Matumizi Bora ya Ardhi. Kwa hiyo kazi UCRT iliyofanya ni kupanga matumizi ya ndani na kuelezea hatua zingine. Swala la mipaka nje sisi hatujahusika. Vijiji vingine wanayofuatia ni pamoja na Bosoit B watakayekabidhiwa cheti cha ardhi ya kijiji pamoja na muhuri wa moto na kitabu. Tafuata kijiji cha Romoi Joy watakayekabidhiwa muhuri na kitabu. Irkutsk watakabidhiwa cheti cha ardhi ya malisho ya mifugo pamoja na muhuri. Tafuata pia kijiji cha Lonyengi Jape watakayekabidhiwa cheti cha ardhi ya maeneo ya malisho, muhuri pamoja na kitabu. Tafuatia pia kijiji cha Wakerongoro watakabidhiwa cheti cha eneo la malisho na muhuri, na mwisho tafuta kijiji cha Gunge watakayekabidhiwa cheti cha ardhi ya malisho, muhuri na kitabu. Kijiji cha Gunge, ndugu mgeni rasmi, ndio kijiji yenye eneo kubwa la malisho kwa wilaya nzima ya Simanjiro. Ina hekta 152,000 kama sikosei. Ambeni mwapigia makofi. Kusema haya sio ili mkachukue ardhi ya kilimo kule. Ni kwa taarifa tu ya mgeni rasmi. Kwa hiyo niombe ndugu wananchi msiende kuvamia eneo hilo. Kwa naomba muheshimu, na kwa mujibu wa matumizi yao wamepanga ni eneo la malisho, kiangazi na masika na sio vinginevyo. Ndugu mgeni rasmi, utakwenda pia kukabidhi vyeti kwa watu mmoja ambao wengi wao ni wanawake kutoka vijiji vya Lenga City, vijiji vya Naepo, vijiji vya Nasinyai na vijiji vya Losoito. Ziko nyingi. Tumetengeneza 200 kama 70 kitu. Lakini kulingana na gharama ya kuwaleta wananchi wote katika eneo hili tumeshindwa. Tukasema utatoa tu hizi kwa mfano, alafu sisi tutapeleka baraka zako kwa kila kijiji na tutasema wewe ulishazizindua na zigawiwe kwa vijiji vyote. Na hawa sisi kwa mpango tunawaita wanufaika, ni kaya maskini. Kwa hiyo mama yetu atakayemkabidhi cheti hapa aidha ni mjane au ni mama maskini. Kwa wafugaji wamesema kuanzia mwenye mbuzi 0 mpaka 5, kuanzia mwenye ng'ombe 0 mpaka 5. Na kwa wanaume pia wapo, sababu tukielewa pia kwamba tukisema jenda ni pamoja na wanaume, pia tuna wanaume nao pia watakabidhiwa vyeti hivi kwa maeneo haya. Tumewezesha pia kuhakikisha kwamba haya maeneo wanamiliki kikamilifu, hawana migogoro, lakini pia tumeangalia namba zao za NIDA ili kuhakikisha mgeni rasmi hakuna wavamiaji. Sababu inawezekana pia nchi ya jirani walisikia kuna vyeti vinagawiwa kwa wanufaika na wasije kutumia fursa hiyo. Kwa tumehakikisha ni Watanzania na wanatokana na vijiji hivi. Kwa hiyo ukipata kama kuna ambaye sio, sababu na wao najua umeshakuwa mzoefu, basi hata uninong'oneze tugome tusitoe. Baada kusema hayo machache, naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha mkurugenzi wetu ili aweze kumpa ndugu yangu Anita ongea hata kidogo tu kwa niaba ya UCN